kwamba siku ya leo tuitumie katika kuongeza mashirikiano na wananchi wa mkoa wa Mwanza, lakini na vyombo mbalimbali vya ulinzi na usalama ili kuweka kazi zetu kuwa rahisi. Mkoa wa Mwanza umeendelea kupita katika kipindi cha utulivu, katika kipindi cha usalama, na umeendelea kupita katika kipindi cha amani kubwa. Yako matukio ambayo yamejitokeza, ambayo yameendelea kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, kwa sababu watuhumiwa mbalimbali wanaohusika katika matukio hayo waliweza kudhibitiwa, waliweza kukamatwa na kufikishwa katika vyombo vya kisheria, hivyo hatua za kisheria kuweza kuchukuliwa. Jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza, Mheshimiwa mgeni rasmi, limejikita zaidi katika swala zima la kuishirikisha jamii katika kuzuia zaidi uhalifu kabla haujatokea. Ndio mkakati ambao tunakwenda nao, ambao Mheshimiwa mkuu wa mkoa umekuwa ukitusaidia sana, kwa sababu kupitia kufanya hivyo tumeweza kudhibiti kwa kiasi kikubwa matukio yaliyokuwa yametamalaki katika mkoa wetu, kama matukio ya mauaji, matukio ya unyang'anyi, matukio ya uvunjaji, hata matukio makubwa ya ajali za barabarani yameweza kudhibitiwa, yameweza kuzuiwa kupitia mpango mahususi, mkakati mahususi wa jeshi la polisi wa kuzuia uhalifu kupitia kuwashirikisha wananchi. Jeshi la polisi katika mkoa wetu tunaahidi mbele yako na mbele ya viongozi wengine wa serikali mlioko hapa kwamba litaendelea kulinda raia na mali zao kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali na vyombo vingine vya serikali vilivyoko katika mkoa wetu, lakini hatutaacha kamwe kuendelea kushirikiana na wananchi katika swala zima la kuzuia na kudhibiti uhalifu. Aidha, jeshi la polisi katika mkoa wetu litaendelea kutekeleza majukumu yake chini ya usimamizi wangu mimi kama kamanda wa polisi wa mkoa. Tutaendelea kufanya kazi zetu kwa kuzingatia weledi, kwa kuzingatia haki, kwa kuzingatia nidhamu, kwa kuzingatia uadilifu na kwa kuzingatia uwajibikaji wa hali ya juu. Kuwataka jeshi la polisi mkoa wa Mwanza mfanye kila linalowezekana kuendelea kukomesha viashiria vya ukatili wa kijinsia kama ambavyo mmekuwa mkipambana navyo. Tukomeshe uhalifu wa kupitia mitandao. Wizi kwa njia ya mtandao wa simu sasa imekuwa ni jambo kubwa. Kwa hiyo jeshi la polisi pia kupitia Inspekta Jenerali wa polisi, sio tu kamanda wetu, waimarishe kitengo cha intelijensia, lakini pia uchunguzi kwa kutumia mifumo ya kisasa ili kuendelea kuwabaini wale wote ambao wanafanya wizi kwa njia ya mitandao. Nimefurahi kuona pale mbwa ambao wanaweza kudetect madawa ya kulevya, lakini tumeona maonyesho ya jeshi la polisi, hususani polisi wanamaji, ambao sasa wanaweza kutoa mafunzo hata kwa taasisi nyingine. Kwa hiyo taasisi nyingine ambazo zina uhitaji wa mafunzo, ninatoa wito sio tu kutoka Mwanza, hata maeneo mengine ya nchi hii kuja hapa Mwanza, na tuko tayari kutoa mafunzo ya wanamaji kupitia taasisi yetu ya polisi marine hapa Mwanza. Tunapoendelea kujivunia Tanzania kuwa kisiwa cha amani na utulivu, kwa namna pekee tunajivunia mchango mkubwa unaotolewa na jeshi la polisi katika kulinda usalama pamoja na maisha na mali za raia. Kwa hiyo kazi kubwa mnaifanya, tuendelee kuchapa kazi. Lakini pamoja na hayo, dosari huwa hazikosekani. Kwa hiyo makamanda wa polisi ngazi ya mkoa, makamanda wa polisi wa wilaya, tuendelee kuwasimamia askari wetu vema, ili zile dosari ndogo ndogo, tuhuma za hapa na pale kuhusu matumizi mabaya ya madaraka, kuhusu kutumia vyeo vyetu vibaya, lakini pia hata masuala ya rushwa na ubadhirifu, masuala ya kuonea watu bila kuwa na sababu, kamata isiyo na msingi wowote ile, vitendo hivi tuviondoe ili kuendelea kujenga taswira bora ya jeshi la polisi. Hili jeshi la polisi ni mali ya wananchi.
sio mali ya sisi viongozi. Kwa hiyo wananchi ni lazima waonyeshe kuridhishwa na mwenendo wetu, kwa sababu wao ndio wateja wetu, wao ndio jeshi lao. Ndio maana kauli mbiu inasema ulinzi wa raia na mali zao, sio dhuluma ya raia na mali zao. Kwa hiyo wale ambao bado sio waadilifu, sio waeledi, nitoe wito kwao kuacha mara moja vitendo vya namna hiyo, kwa sababu hatutaki kuchonganisha raia na jeshi la polisi. Jeshi la polisi linayo maadili yake. Tuendelee kuimarisha kamisheni ya polisi jamii, pamoja na kuwapanga na kuwapeleka wakaguzi wa polisi kwenye kila kata kama ambavyo inafanyika hivi sasa, ili wakawe kiungo kizuri baina ya jeshi la polisi na wananchi katika maeneo yetu.